kwa makofi matatu ya kilo hapa nyumbani na mwambie ajihisi nyumbani. Watu wa mikono wamefanya kazi, tumelinda parokia, kwa hiyo tunapomwona akiwa hapa tunajua kwamba baba yuko nyumbani. Karibu baba nyumbani. 1, 2, 3. Karibu sana baba askofu. Tunashukuru sana kwa kuongoza kwenye misa hii ya leo, na wazidi kukuahidia sala zetu katika kazi ya kichungaji unaofanya. Mwenyezi Mungu azidi kuwa baraka kwako na aweze kukuzidishia neema zake katika hii kazi ya kuongoza jimbo letu la Nakuru. Nawakaribisha pia mapadri ndugu zangu, watawa ambao wamefika hapa, karibuni sana, na pia wageni wetu wa siku ya leo ambao walikuwa wanapewa sakramenti hii ya kipaimara. Tunashukuru sana kwa kuvumilia kwenu na siku ya leo kuweza kujaliwa kuwa wanajeshi wa Yesu Kristo, pamoja na Wakristo wote na wageni ambao wamekuja kujiunga nasi siku hii ya leo, ambapo pia ni siku muhimu ambapo tunafunga rasmi mlango wa matumaini, lakini haimaanishi ya kwamba tumefika mwisho wa matumaini. Bado tuna matumaini na kuishi kwa hayo matumaini. Mie ningependa kuchukua fursa hii niweze kumkaribisha mwelekezi wa ofisi ya kichungaji katika jimbo letu ili aweze kutupa wasia wake na aweze kuelekeza hapo pengine. Karibu sana baba. inatoka kwa imani yetu bila kumtegemea Kristo
ukiangalia ile roho ya Jubilei, watu wameshikana vizuri, na pale mbele ni nini iko? Msalaba, ishara ya imani. Kwa hivyo tunaomba tuendelee kushirikiana, tuendelee kuimarisha imani yetu. Usije ukaulizwa maana ya jina la mtakatifu wako ukaanza kusema kumsikia kwa mtaa kama kweli chini. Mungu ni mwema. Na imani, matumaini haya hayaishi. Ingawa tutafanya sherehe rasmi ya kufunga mlango hapa kulingana na mwelekeo wa kanisa nzima, lazima tufunge mlango sisi kabla Rome hawajafunga. Watafunga tarehe 4 mwezi wa Januari mwaka ujao. Ulimwengu mzima lazima wawe wamefunga milango yao ambao tulikuwa tumepewa kuweza kuvuna neema na baraka na kutukumbusha kwamba sote Kristo mlango ametukaribisha katika maisha ya utakatifu. Sisi kama ofisi, sisi tukielekezwa na baba askofu, tumeonelea tunapofunga mlango tuzindue kitu kipya ambacho kitaendelea kutukumbusha kwamba lazima tuwe watu wa matumaini. Tunaita hope in action. Tunaita nini? Hope in kwamba Mtakatifu Yakobo alisema imani bila matendo imefanya nini? So sisi kama jimbo, baba askofu ametupea ruhusa tuweze kuzindua kitu ambacho kitaendelea kutupa nafasi ya kuhakikisha kwamba matumaini yako, hope is alive. Na nimeshtuka kwenye nimeona umechaka. Mungu ni mwema. Kwa sababu katika kule kuchanga, we make sure hope is alive, hope is in action. Katika ofisi ya baba askofu kuna idara ambayo tunashughulikia mambo ya kijamii. Tunahakikisha kwamba ile injili ambayo tunaihubiri, ile imani tunaihubiri inaonekana. Na kwa kipindi hiki nataka kualika ile idara inaitwa Caritas. Kiangalia katika ile msalaba wa Jubilei kuna zile tunaita the virtues, fadhili ambazo tunasaidiwa nazo kama Wakristo. Ya kwanza ni imani, ya pili ya tatu ya nne charity. Juzi ukiangalia jimbo tukiwa tumetumwa na baba askofu kuenda kule Naivasha ambapo watu wamezama, mziona tukienda Maimani, tunaenda kule Baringo kuweza kuleta matumaini kwa hawa wa Kristo. Kwa hivyo hatuhubiri tu, tunahakikisha imani imetekelezwa. Tutamwalika Martin ambaye atatuelekeza ni jinsi gani ambavyo